الحمد لله الذي كفاني فخرا أن أكون لك عبدا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ ثريا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuogopa. Hakuna jambo ambalo wanadamu walilowahi kuhusiana lilokuwa bora kama jambo la uchamungu, na ndiyo malengo walioletewa wanadamu katika mgongo huu wa ardhi, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuwaumba majini na watu isipokuwa kwa kazi ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo tutaeleza umuhimu na nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Umuhimu na nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Kuna baadhi ya dhana huwa inakuja katika fikra za watu kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye Uislamu umemweka nyuma, na inawezekana kuna mtu Mwenyezi Mungu amemjalia kuwa na watoto wa kike watupu, pengine ana 3, 4, wote wa kike watupu, na yeye anaona kwamba mtoto wa kiume ndiyo ana thamani zaidi kulikoni yule mtoto wa kike, kwa dhana na fikra yake anavyodhani. Na kuna watu wanadhani ya kwamba mwanamke akugewa heshima na hadhi katika Uislamu katika mambo mbalimbali. Kutokana na fikra hizi na dhana hizi ambazo watu wengi wanazo, tumeonelea ni vema tuwakumbushe Waislamu kutambua thamani na nafasi ya mwanamke katika Uislamu ni ipi. Na inawezekana wako baadhi ya wanawake, wako baadhi ya wakina mama nao pia hawatambui thamani yao na nafasi yao katika ulimwengu huu na katika Uislamu, nafasi yao ni ipi na thamani yao ni ipi. Ndugu zangu, ukiangalia maisha kabla ya ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, namna wanawake walivyokuwa wanaishi katika zama hizo, wanawake walikuwa ni viumbe ambao hawana thamani yoyote katika maisha, lakini wanawake walikuwa hawana nafasi yoyote katika jamii ya wakati huo kabla ya ujio wa mtume Muhammad. Bali ilifika hatua Waarabu walikuwa hawawapi mirathi watoto wa kike, bali watoto wa kike wenyewe ndio walikuwa ni sehemu ya mirathi, ni sehemu ya kurithiwa na wao. Kwa maana ikitokea mtoto wa kike baba yake mzazi amefariki, ilikuwa hawezi kurithi katika mali ya baba yake,
bali yule mtoto wa kike naye anakuwa ni sehemu katika mirathi, yani maana yake na yeye pia anarithiwa, ni mali katika miongoni mwa mali. Ilikuwa ikitokezea mwanamke akafiwa na mumewe, ilikuwa hawezi kupata mirathi katika mali ya mume wake, bali yule mwanamke naye pia alikuwa anarithiwa na ndugu wa yule mume, kitendo ambacho hata kuna baadhi ya makabila hapa kwetu Tanzania kwamba mtu akifiwa na mume wake, yule mtoto wa kike akifiwa na mume wake, anatokea mmoja katika familia ya yule mwanaume, wanakwenda kumrithi yule mwanamke. Hiyo tabia mpaka leo kuna baadhi ya makabila Tanzania ipo. Sasa wakati huo kabla ya ujio wa Mtume, hali ilikuwa hivyo kwamba mwanamke alikuwa akirithiwa. Bali mbaya zaidi, katika wakati huo mwanamke akizaliwa mtoto wa kike, ilikuwa inaonekana ni aibu kubwa katika jamii imeingia. Mwanamume ilikuwa akipata mtoto wa kike, yani maana yake anaona amepata aibu kubwa sana kwake yeye kupata mtoto wa kike. Lakini mbaya zaidi, ilifikia kiwango wakati huo wa ujahilia, watoto wa kike walikuwa wakizaliwa wanakwenda kuzikwa wakiwa hai. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kabla ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala kupitia mtume akaja akavunja hii hali ya kuwakandamiza wanawake, akavunja hii hali ya kuwaona wanawake hawana thamani. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna, wanaume wanafungu katika kile ambacho walichoacha watu zao wa karibuni. Mwanamume anapata fungu katika hali ambayo mtu wake wa karibuni ameacha, au katika kile ambacho mke wake ameacha. Na Allah akasema, walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna, na wanawake nao wanafungu katika kile ambacho walichoacha watu zao wa karibu, au katika kile ambacho mume wake alichoacha. Mwanamke naye anafungu, ana haki ya kupata kwenye hiyo mali. Mwenyezi Mungu akaja akavunja hiyo hali ya kuwanyima mirathi watoto wa kike. Lakini Mwenyezi Mungu hakuishia hapo, kwa kuwa alitambua wako baadhi ya watu walikuwa wanaona kupata mtoto wa kike ni aibu, na walikuwa wakiwazika watoto wa kike wakiwa hai. Mwenyezi Mungu akaja akasema, wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat, watakwenda kuulizwa watu kwamba ni kwa dhambi ipi aliuawa mtoto wa kike, ni kwa sababu gani mwanamke aliuawa. Watu watakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akaja akalikomesha jambo la kuwaua watoto wa kike. Lakini ndugu zangu, ukitazama historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, maisha yake wakati anaanza kufanya kazi ya utume, mtu pekee ambaye alimfadhili, mtu pekee ambaye alikuwa akimliwaza Mtume Muhammad alikuwa ni mama Khadija. Mtume anasema, tazawwajtu faqiran, nimeoa mimi hali ya kuwa niko fukara, fa aghni Allahu bi Khadija, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akanipa utajiri mimi kupitia Khadija. Na Mtume alimuoa mama Khadija ikiwa hana chochote katika mali, hana mbele wala nyuma, hakuna anayemkubali, lakini Mtume alipata mali kupitia mama Khadija, mwanamke huyu wa Kiislamu. Lakini historia inaonyesha awwal man amana minan nisa kanat Khadija, wa kwanza katika walioamini katika miongoni mwa wanawake alikuwa ni mama Khadija, alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu, alikuwa ni mama Khadija. Kwa hiyo ukirejea katika Uislamu unaona wazi kwamba kuna mchango mkubwa wa mwanamke katika kuusimamisha Uislamu. Wakati Mtume anaanza harakati za da'wa,
hakuna mtu aliyekuwa na pesa ya kumpa Mtume Muhammad, bali Mtume alichukua mali ya mama Khadija, ndio alikuwa anafanya kazi ya kuenezea Uislamu. Mpaka leo unaona Uislamu umekufikia mimi na wewe. Hapa unaweza ukaona mchango wa mwanamke kwa namna gani uliweza kusaidia katika kuupeleka mbele Uislamu. Ndio ule msemo mmoja wa Waingereza unasema, behind every successful man there is a strong woman. Kila mwanaume unayemuona ameendelea kwenye maisha yake, nyuma yake kuna mwanamke jasiri. Yani kuendelea kwa Mtume Muhammad, Mtume nyuma yake kulikuwa na mwanamke jasiri. Kwa kawaida kwenye maendeleo ya mwanamume inategemea wakati fulani ana mwanamke wa aina gani. Ukiwa unahitaji maendeleo kisha mke wako akawa ni mtu wa kila wiki anataka kwenda kwenye shughuli, kila nguo mpya ikitoka anaitaka, ni mtu wa starehe, ni mtu wa gharama, maana yake utafanya kazi ya kutumia pesa kila siku ya kumgharamia mwanamke, utasahau maendeleo. Lakini mwanamume yeyote aliyeendelea, nyuma yake lazima kuwe na mwanamke strong, kuwe na mwanamke aliyekuwa jasiri, aliyempa moyo huyu mwanaume mpaka akaendelea. Hakuna mwanaume aliyeendelea peke yake. Wanaume wote walioendelea duniani ikiwemo bwana Mtume Muhammad, nyuma yake kulikuwa na mwanamke jasiri ambaye alikuwa ni mama Khadija. Juzi nilikuwa naongea mahala, kuna baadhi ya nyakati mwanaume huwa anapitia changamoto nyingi sana katika kazi, biashara, kwenye mihangaiko, kwenye harakati za mwanaume. Tunafahamu sisi wanaume kwenye harakati zetu, mapambano makali tunapambana nayo katika kutafuta riziki. Lakini inafika mahala mwanaume akirudi nyumbani huwa anapenda kupata kitu kinaitwa listening ear, sikio ambao laweza yani mwanaume anataka kusikilizwa, kwamba amerudi aliwazwe, azungumze na mtu ambaye atamsikiliza, atamheshimu, atampa maneno mazuri. Yani lazima apate huyo mtu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yeye alikuwa na mama Khadija. Wale makuraishi walipokuwa wanamuudhi na kumkera bwana Mtume Muhammad, Mtume sehemu ambayo alikuwa akienda kupata utulivu kulikuwa ni kwa mama Khadija. Ndio maana hata Jibril alayhi salam alipokwenda katika ghari Hira kwenda kumtingisha kwa mara ya kwanza, Mtume anamuona Jibril katika umbile lake la kimalaika. Muhammad akarudi nyumbani akiwa na mashaka, anatetemeka. Anamwambia mama Khadija, zamiluni, zamiluni, nifunike, nifunike. Mama Khadija anamuuliza kuna jambo gani? Mama Khadija anaanza kumliwaza Mtume kwa maneno mazuri, akianza kumwambia Mtume calm down, ni vitu vya kawaida na hivi. Mtume anaanza kuliwazika, lakini Mtume sehemu aliyokimbilia ya kwanza ni kwa mke wake mama Khadija. Kwa hiyo unaweza kuona mchango wa maendeleo ya Mtume Muhammad kuanzia kiuchumi, lakini pia kisaikolojia. Kulikuwa na mchango mkubwa sana wa mwanamke wa Kiislamu alikuwa akiitwa Khadija. Kwa hiyo wanawake wana mchango mkubwa katika kuupeleka mbele Uislamu. Asija akatokea mtu akaja akadhani kwamba wanawake ni viumbe ambao thamani yao ni ndogo katika Uislamu. Asija akatokea mtu pengine Allah amemruzuku kuwa na watoto wa kike watupu akadhani kwamba amenyimwa neema na Allah subhanahu wa ta'ala. Hasha wakalla. Wanawake walifanya kazi kubwa mpaka Uislamu ukasimama mnauona leo hivi. Lakini haikuishia hapo. Wakati Mtume anafanya harakati za da'wa, anaeneza Uislamu, mwanamke wa kwanza kufa shahidi, mwanamke wa kwanza kufa shahidi katika Uislamu alikuwa ni Sumayya, mama yake na Ammar bin Yasir. Ndiyo Muislamu wa kwanza kufa shahidi. Kila mmoja anajua hii historia. Mtu wa kwanza kufa kwa ajili ya Uislamu alikuwa ni mwanamke, alikuwa akiitwa Sumayya, alikuwa ni mwanamke. Tazama mama Khadija alivyo sacrifice mali zake. Mtazame Sumayya, huyu mama yake na Ammar bin Yasir, alivyo sacrifice uhai wake kwa ajili ya Uislamu. Yani hawa wote ni wanawake ambao walikuwa ni wa mfano, kuonyesha ni namna gani kupitia nguvu zao, kupitia nafsi zao, kupitia mali zao waliweza kuupeleka mbele Uislamu.
Hivi ndivyo wanawake wa Kiislamu wa zama zilizopita waliweza kupambana katika kuupeleka mbele Uislamu. Hivyo basi Uislamu umewapa thamani kubwa sana watoto wa kike. Uislamu umewapa nafasi kubwa sana watoto wa kike, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa anapita nyumbani kwa mtume Muhammad, akawakuta wakeze mtume Muhammad wamekaa hali ya kuwa hawajajifunika majilbab, hawana stara ya kutosha, mabega yao yako wazi. Umar kile kitendo akawa hakukipenda, akaenda kwa mtume Muhammad, inakuwaje mbona wanawake wako mabega wazi? Umar anakwenda kwa mtume kutaka rai yake, anafanya naye shura na shauriana naye. Yale maneno hayakufika mbali, Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya maalum, ya ayuha nabii qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Muhammad, waambie wake zako na mabinti zako na wanawake wengine wa Kiislamu wote ulimwenguni, yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina, wateremshe shungi zao sawa sawa, wavae majilbabu yao sawa sawa. Kwa kufanya hivyo hawataudhiwa. Mwenyezi Mungu hapa alikuwa na lengo la kuwastiri watoto wa kike. Maana yake ni viumbe vilivyokuwa ghali, sio kama watu wanavyodhani, au kama kuna wanawake wengine wanadhani mwanamke akivaa kwa kujisiri anaonekana kama anabanwa. Mwenyezi Mungu alileta sara kwa wanawake kwa sababu alikuwa anajua wanawake ni viumbe wa thamani, wanawake ni viumbe very expensive, kwamba ni viumbe ambao hawatakiwi kuwa wazi, lazima wateremshiwe shungi, lazima wavae kwa kujisiri ili waweze kuhifadhi maumbile yao ya thamani. Mtume aya ile iliposhuka akawaamrisha wake zake, mabinti zake na wanawake wengine wa Kiislamu, ikawa ni sababu sasa kuteremka stara, na wanawake wakaelekezwa namna gani ya uvaaji uliokuwa bora unaoweza kuhifadhi heshima yao na hadhi yao waliokuwa nayo. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaleta kuonyesha thamani na heshima ya mwanamke aliyokuwa nayo ndani ya Uislamu. Ipo dhana katika ulimwengu, ipo dhana, kuna kitu kinaitwa equality before the law. Equality before the law ni kipengele katika sheria kinaelekeza kwamba every human being born free and are all equal. Kila mwanadamu amezaliwa akiwa huru na sote tupo sawa, yani mwanamke mwanamume tumezaliwa tukiwa tupo free na sote tupo sawa. Kipengele hiki kipo kinaitwa equality before the law. Wanawake wasiokuwa wema wanajiita wanaharakati, wanakitumia kifungu hiki cha sheria kuwalinganisha wanawake na wanamume, yani waonekane wako sawa sawa, which is wrong, kitu ambacho ni makosa, sio sawa sawa. Mwanamke na mwanamume hawawezi kuwa sawa. Thamani ya mwanamke iko juu kulikoni ya mwanamume, kitu ambacho wanakosea. Na wanawake wengi wameingia kwenye umkenge, yani wao wanaaminishwa wao na wanaume wako sawa sawa, hawajui kwamba wao wana thamani kubwa zaidi kulikoni wanaume. Wanaambiwa nyinyi na wanaume mko sawa sawa, haki sawa. Wanaharakati hao wa wanawake wanaambia nyinyi na wanaume mko sawa sawa, yatakiwa haki sawa. Haiwezekani. Wanawake wa Kiislamu zindukeni, mwanamke na mwanamume hawawezi kuwa sawa sawa. Thamani ya mwanamke ni kubwa kulikoni ya mwanamume. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema walaisa dhakaru kal untha, mwanamume hawezi kuwa sawa na mwanamke, yani ni kitu ambacho hakiwezekani. Ukimchukua mwanamke hapa na mwanaume hapa, mwanamke anakuwa na thamani kubwa zaidi kulikoni mwanaume. Na ndiyo maana mwanamke akienda kuolewa anatolewa mahari. Kwa nini isingekuwa mwanamume akienda kuoa mwanamke ndo alipe mahari?
Yani hata kama mwanaume atakuwa hana pesa, inataka kama mwanamke ndo ana pesa, akitaka kuolewa achukue pesa ampe mwanaume, kisha mwanaume ndo akatoe mahari. Sio yeye atoe mahari kumpa mwanaume. Uislamu umeweka sheria mwanamume ndo anatoa mahari ya kumpa mwanamke, kuonyesha kuwa mwanamke ni kiumbe kina value, kina thamani kubwa, tofauti na watu wengi wanavyodhani. Walaisa dhakaru kal untha, mwanamume hawezi kuwa sawa na mwanamke. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu wanatakiwa wajue thamani yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, tofauti na wanaharakati wengi wanavyowaaminisha. Manake imefikia hatua sasa hivi mpaka nyumba zimekuwa zina migogoro kwa sababu ya equality before the law, kwamba kila mwanadamu amezaliwa free na wanadamu wote ni sawa. Kwa hiyo mwanamke naye anajua mimi niko sawa na wewe, unakosea. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikwenda mtu mmoja kwa Mtume Muhammad akamuuliza, ni mtu gani ambaye ana haki zaidi ya mimi kumfanyia wema katika miongoni mwa watu wangu? Mtume akamwambia ummuka. Yule kijana akamuuliza Mtume, thumma man, nani anastahili zaidi mimi kumfanyia wema katika watu wangu? Mtume akamwambia mara ya pili ummuka. Yule kijana hakutosheka, akamwambia mwingine nani? Mwishoni Mtume akamwambia thumma abuka. Mara ya tatu Mtume akamwambia baba yako. Kwa nini mara ya kwanza awe ni mama yako, mara ya pili ni mama yako, ya tatu ndiyo baba yako? Kuonyesha kuwa mwanamke ana thamani kubwa kulikoni mwanaume. Mwanamke kapewa daraja mbili katika wema, mwanaume kapewa daraja moja katika wema, kuonyesha mwanamke ni kiumbe wa thamani. Itakuwa ni ajabu ikatokezea mwanamke akataka kujilinganisha na mwanaume, itakuwa ni ajabu sana. Badala ya kujipandisha atakuwa anajishusha, kwa sababu yeye thamani yake ni kubwa zaidi kulikoni mwanaume. Rejea ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema wawasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni, tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni, amebeba mimba mama yake tabu juu ya tabu. Yani Mwenyezi Mungu mwanzo kaanza tuwafanyie wema wazazi wawili, lakini mbele kaja kusema amebeba mimba mama yake. Mwenyezi Mungu anamtaja mwanamke kuonyesha mwanamke ana thamani zaidi kulikoni huyu mzazi wa kiume. Bado wanawake wa Kiislamu watakuwa hawajui thamani yao iko wapi, lakini pengine yawezekana hilo mkaliona halina maana. Njoeni katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema ayyuma mraat, mwanamke yote yule, samat shahraha, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa hafidhat farajaha, na akajistiri tupu yake, wa sallat khamsaha, na akasali sala tano, dakhalat aljanna, mwanamke huyo ataingia peponi. Katika riwaya nyingine imekuja wa ta'ati zawjaha, na akamtii na mume wake, akitekeleza mambo haya manne. Mtume anasema dakhalat aljanna, mwanamke huyo ataingia peponi. Kagewa mambo manne tu, mambo manne au matatu. Ikiwa hajaolewa, mwanamke akisali swala yake, akahifadhi tupu yake, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume anasema dakhalatil janna, mwanamke huyo ataingia peponi kwa mambo haya matatu. Lakini mwanaume hakupewa hivyo. Mwanamume ana mambo mengi ya kufanya ndio aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya Mwenyezi Mungu anajaribu kuonyesha thamani, ile value ya mwanamke katika Uislamu. Kitu gani kingine wanawake wa Kiislamu wanakitaka? Thamani ipi wanaitaka katika Uislamu? Sehemu ipi wanaitaka katika Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka wapi? Inawezekana kuna wanawake wengi sana hawajaijua nafasi yao katika Uislamu, ndio maana wanajiona kama wamewekwa nyuma, kumbe wanawake wa Kiislamu wako mbele. Yani ukitaka kujua mwanamke alivyokuwa ni kiumbe ghali, haruhusiwi hata kwenda kutekeleza ibada ya umra akiwa peke yake. Anatakiwa awe na maharimu wake yuko hapa, yani kama anakaka ndo aende naye. Mwanamke haruhusiwi hata kutoka kwenda gengeni peke yake, kama ana kaka yake ndo atoke naye. Yani maana yake mwanamke ni kiumbe wa kuchungwa, anakuwa na bodyguard muda wote. Mwenyezi Mungu anaonyesha thamani ya mwanamke,
sio kiumbe wa kutembea peke yake, ni kiumbe ambaye anatakiwa atembee na mtu mwingine pembeni wa kumlinda mwanamke. Hapa Mwenyezi Mungu alikuwa anaonyesha thamani ya mwanamke, lakini wanawake wa Kiislamu hawalitambui hilo, bali wanaona wao wamekandamizwa. Kule mwanamke kujistiri kwa wao wanaona wamebanwa, yani Uislamu umekuja kumbana mwanamke, bali wanaona uhuru ni ule wa kujiachia kuwa wazi, yani mtu akavaa kimini, mapaja yako nje, mabega yako nje, yani kila kitu chake kipo nje. Wao wanaona ule ndio uhuru. Hali hiyo ilikuwa kabla ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad, lakini alipokuja Mtume akawaambia hapana, wanyama wanatembea uchi, vipi na mwanadamu atembee uchi? Ndio ikashuka aya ya hijab, wanawake wakaamrishwa wavae kwa kujisiri kwa sababu hawawezi kuwa sawa na wanyama. Lakini usastaajabu leo wanawake wa Kiislamu walivyo hali yao. Nenda kaingie katika mitandao, sio tuliokuwa hapa, mabinti zetu na wake zetu tuliokuwa nao wanaongoza kujisnap, yani wanajisnap. Kujisnap maana yake wanaweka vidude fulani kwenye simu ili picha itoke nzuri. Hata kama mtu alikuwa mweusi kama mimi anaonekana mweupe. Akimaliza kujisnap anaweka kwenye Facebook au anaweka kwenye Instagram. Sasa hivi kuna balaa la TikTok huko ndio wanaweka. Yani unamkuta mke wa mtu amejiposti yupo kwenye TikTok anacheza, kuna challenge ya nyimbo anakatika viuno kwenye TikTok. Pengine kavaa kimini, pengine kitovu kiko nje, mke wa mtu, mtoto wa mtu, na pengine mme wake ana comment, mashallah mke wangu, mashallah, na yeye ana comment kwenye mtandao. Mwanamke wa Kiislamu hajaijua thamani yake ni ipi, ndio maana anajiweka wazi kwenye mitandao. Lakini lau kama angeijua asingeweza kujiweka wazi kwenye mitandao, kwa sababu yeye mwili wake ni wa thamani kulikoni kitu chochote kile. Ndio maana ukitaka kwenda kuoa unalipia mahari ndio unaoa. Wallahu tabaraka wa taala yaqul, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, hotuba yetu ya leo tunakumbushana juu ya nafasi na thamani ya mwanamke katika Uislamu, ili wanawake waijue nafasi yao ni ipi, na sisi ambao tuna wake, tuna mabinti zetu wa kike tunao majumbani, tutambue kwamba Uislamu umempa nafasi kubwa sana mtoto wa kike. Na kama hili watu walijui, tumeamua kulizungumza leo watu walijue kwamba mtoto wa kike ana thamani gani katika Uislamu. Nimalizie hotuba yangu dakika hii moja ama mbili. Wakati wa vita vya Uhud, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ilikuja taarifa kwamba mtume ameuawa katika vita vya Uhud. Zilipokuja taarifa katika mji wa Madina mtume ameuawa, akatoka mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Ummu Saad. Ummu Saadi akatoka anakimbia kutoka nyumbani kwake, akawa anakwenda katika viunga vya Uhud, pale ambapo palipokuwa panapiganiwa vita. Ndio akawa anakwenda. Njiani akakutana na kundi la kwanza la masahaba. Akawauliza, vipi hali ya Mtume Muhammad? Madha fa'ala Rasulullah? Mtume imekuwaje huko katika vita? Kaifa haluhu? Hali yake vipi? Masahaba wakamwambia, qutila abuk fil ghazwa, baba yako ameuawa katika vita huko. Yule mwanamke Ummu Saadi akasema, uridu an a'rifa madha fa'ala Rasulullah, Mtume hali yake ipoje? Yule mwanamke akaendelea kwenda mbele, akutana kundi la pili, akamwambia, mtoto wako wa kiume kauawa. Kundi la tatu akakutana nalo, jamani Mtume vipi? Akamwambia, huko bwana mme wako kauawa. Kundi la nne akakutana nalo, akamwambia, ndugu yako kaka yako wa kiume nao wameuawa. Kafiwa na watu wanne, mume, baba, mtoto na kaka. Kundi la mwisho yule mwanamke anawauliza, uridu an a'rifa kaifa halu Rasulillah, madha fa'ala Rasulillah, Mtume hali yake ipoje, amepatwa na nini? Yule mama akaingia katika uwanja wa mapambano katika Uhud, anatafuta uso wa Bwana Mtume Muhammad. Mwishoni akauona uso wa Mtume Muhammad yuko hai, hajauawa. Mtume akamuuliza, kitu gani kimekuleta katika uwanja wa vita? Yule mama akamwambia, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah,
msiba wowote utakaokuja baada yako mtume utakuwa ni mwepesi isipokuwa msiba wako wewe. Tazama huyu mwanamke wa Kiislamu, ukitaka kujua nafasi na sehemu ya wanawake, tazama huyu mwanamke wa Kiislamu anakwenda kuhakikisha lengo lake kwenda kupambana. Ikiwa kweli mtume kauawa, naye aingie front line kupambana. Anamwambia mtume, msiba wa mwanangu, baba yangu, ndugu yangu, mme wangu, yote mepesi isipokuwa msiba wako wewe, mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ndiyo mfano wa wanawake wa Kiislamu waliopambania Uislamu katika wakati huo. Kwa hiyo tunapomzungumzia mwanamke, tunazungumzia kiumbe chenye thamani kubwa sana. Na ukifanikiwa kupata mtoto wa kike, ukamsomesha vizuri, akawa na maadili mazuri, akaolewa, bwana mtume anakubashiria pepo. Yani ukiwa na watoto wa kike, ukamsomesha vizuri, na kisha akawa na stara yake vizuri, ukabahatika ukamuozesha, mtume anakubashiria pepo. Kwa kumlea vizuri yule mtoto wa kike, mtume anakubashiria pepo. Na kwa kawaida baba kunakuwa na bondi baina ya mtoto wake wa kike na yeye, yani siku zote ipo hivyo. Yani kati ya mtoto wa kiume na wa kike, baba huwa anampenda zaidi mtoto wa kike, kwa sababu iko kitu kipo kimaumbile kati ya mwanamke na zuina linnas hubbu shahawati minan nisa, yani wanaume na wanawake huwa wanapendana. Kwa hiyo ukiwa na mtoto wa kike, mpende zaidi, muangalie zaidi kulikoni yule wa kiume, kwa sababu yule ana thamani zaidi kulikoni. Ndio maana Uislamu uliwapa mbili wanaume ukampa moja mwanamke, kwa sababu bado mwanamke anahitaji kuangaliwa. Yani kaka yake akipata mbili, bado ana haki ya kumwangalia dada yake. Bado mwanamke ana thamani ya kutazamwa. Wewe umepata mbili, dada yako ana haki ya kupata, wewe kumhudumia katika hiyo mbili yako. Kuonyesha mwanamke ni kiumbe cha thamani, kiumbe cha thamani sana. Mtoto wa kike akija kukaa kwako hakuna shida, lakini wewe mtoto wa kiume ukinakaa kwa dada yako, manake umeolewa na dada yako. Umeona shida yake ilipo hapo? Ikitokezea dada yako kaachwa, manake na wewe umeachwa. Lakini dada yako akija kukaa kwako hakuna shida, hakuna atakayeoji. Lakini wewe ukinakaa kwa dada yako, sisemi msana ukaa kwa dada zenu, isipokuwa kule ukiachwa dada yako na wewe umeachwa. Inaonyesha mtoto wa kike ana thamani kubwa kuliko mtoto wa kiume. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.